تقواه صلاح الدين والدنيا كما قال سبحانه وتعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. نزار في الإسلام بعد توحيد الحق سبحانه وتعالى وجسم الله وفضل فاتنا ومساكن ametukulia mwenyewe wanatazama leo kwa maneno kuweza kuzinduka na kubadilika na kutoa kwamba katika maisha zinatupasa kwa katika maeneo gani tukafanya maandalizi mbalimbali tukaweza kuhudhuria katika nyumba ya Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala sababu watu wengi ambao wanatamani na kupenda siku ya leo wao ni miongoni wetu lakini anafanya kile ambacho Allah anataka wala yasalu na Mungu haulishi roho ya sana lakini wanadamu kwa yale wanayofanya ndio wao kwa kuuliza hapo fiani kwa ile wetu kuweza kupata bahati hii ya kuhudhuria siku ya leo Ijumaa. Hiyo ni ile ambayo tunapata bahati hiyo. Tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala الحمد لله رب العالمين. نعم وكمليف شكراني لكفانا لأنبار الله سبحانه وتعالى عليها نقول يقوشنا لأنبار من يسمه سبحانه وتعالى عليه وكتنسى نقصر الإسلام عنوان يفتوية تليه itakuwa ikizungumzia masai masema ya kulma leo hii kulma imekuwa kana kwamba ni jambo la kawaida. Leo hii mtu kumwona mwenzake amefanya jambo la kwamba halina matatizo ndani yake. Leo hii msemo kutumia mali ya mwenzake kwa sababu yake kwa kweli ni kawaida sana. Lakini haelewi msemo kama huyo. Haelewi mwanadamu huyo ambaye yuwafahamu mwenzake ya kwamba jambo la kwamba ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameshafahamu kwa nafsi yake. Lakini leo baadhi ya watu wako baadhi ya wanadamu wanaishi kwa jambo ambalo si haki yao kuishi. Lakini kwa kuwa wana kauli, kwa kuwa wana nguvu, kwa kuwa wanataka sema jambo fulani akalitekeleza, wanafanya dhulma kana kwamba hawatakufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an al-Karim wa yu'minu minkum na mtu yoyote na yule ambaye atakayefanya dhulma katika dini nufutuhu adhaba kabira adhabu yake tunarejesha adhabu iliyokuwa kubwa adhabu yake tunarejesha adhabu iliyokuwa kali adhabu yake tunarejesha mtu yule aliyefanya dhulma adhabu ambayo haina kifani wala kifamo. Lakini leo wanadamu tunaambiwa dhulma haifai, lakini bado tunafanya dhulma. Lakini tuangalie nini maana ya dhulma. Huwezi kuwa tunafanya jambo sababu hatujui maana yake, lakini nini maana ya dhulma? Anasema dhulma maana yake huwa shay'un fi ghairi mahalihi, ni kuweka kitu pasipokuwa mahala pake binafsi au ziada kwa kuipunguza au kuzidisha wakashiriki fi haki ghairi, lakini nakutumia katika haki isiyokuwa mwenyewe. Dhulma maana yake ni kutia haki, ni kuyapisha haki kwa shamba yeye. Huyo ni mwenye haki ya kupata ile haki, lakini wao wanaichukua ile haki na kuputa wewe basi na sheria au basi na kuwa na
nuzuku adhabu kabila, tunamwadhibu, tunamwonyesha adhabu iliyokuwa kubwa, adhabu iliyokuwa kali. Na ogopa Waislamu, ukisikia adhabu hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mambo ambayo madhara yake hayana mfano, ni mambo ambayo matukio yake hayana mfano. Lakini leo tunachukulia siku, tunachukulia hisi. Unaweza kutoka hapo katika mali ya zako ukaitumia na kwa jina leo ni mbele. Lakini hii dhulma wanasema na tumia kasi bila kula msani imegawanyika katika mafungu matatu. Fungu la kwanza wanasema dhulma al-abd fima ta'allaq bi janibillah. Dhulma ya kwanza au aina ya kwanza ya dhulma ni mwanadamu ni mtu kufanya dhulma katika yale mambo ambayo baina na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani kwa ufupi tunafanya dhulma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhulma hili nini? Ni shirki. Dhulma hii ni shirki. Mtu kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya shirki kwamba amemdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-Luqman, anasema wakati maelezo Luqman kwa Ibrahim, wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'adhim. Tuelewe
mtaani yule kila anafahamu, unatoa hongo ili mpate haki, sawa fanya. Lakini elewa, mtu mmoja alisema la tadhlimanna idha kunta muqtabira fadhum tarbiu uqbahu ila nadbi tanabu ilayka wal madhlum muntabihu yad'u ilayka wa ayyu Allah la tanam. Baada haya angalia Muislamu, ikiwa leo ni fahari kama mimi ninaweza kumwona mtu na siku yote ili kwa nguvu, aidha kwa mali, aidha kwa maarufu, kwa hali yote ile, unachukua mali ambayo sasa kaijumba ile. Maneno haya ndio anasema Kuzi, mshairi anasema la tadhlimanna idha ma kunta muqtabira fadhum, hakika dhulma hajao sababu ya kadhibi, marejeo yake ni kwenye kujuta. Anasema tanamu ainaka, wewe utalala usiku kwa furaha, mtukabalia mtu madhulumu, alhamdulillah umelala kutulia. Cheka anasema tanamu ainaka, macho yako yanasinzia yanalala, wal madhlumu tabihu, lakini yule mdhulumu huwa halali, yadhuru alayka, anakuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ayyullah yanao, na yule anayekuwa Muislamu kwa Mwenyezi Mungu huwa halali. Ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuna madhlumu yakukeni maombi wanakuhumiwa fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijaba, hakika dua wanakuhumiwa haina kasida baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kama tunazungumza unajifahari katika jamii kama bwana nimepiga kwa jamaa, nimechukua ruhusa kwenda chake, ahadafatu na kila kuniacha sawa, umefahamu kwa duniani, lakini leo kwamba Mwenyezi Mungu anasema itakuna madhulum, yakukeni dua wanakuhumiwa fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijaba, hakika hiyo kama kutolewa haina nafasi ya baina ya hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo utafanya utapata mali hiyo, utamdhulumu mtu huyo, lakini jiangalie baina hapo kuna maisha, baina hapo kuna masali, baina ya uhai huu kuna maisha mengine, na Allah atakuuliza. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hayajuka hapo ya kusipa kiyama hata mpaka hiyo kwa masala ya sababu. Jambo moja amali hii, kuna mali yake vipi kaifanya na vipi kaitumia. Sasa leo ikibali yako imepata kudhulumu, ni utamjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo hivi na baadhi ya watu tumewaajiri watu ili katika biashara zetu, katika ofisi zetu, katika maeneo mbalimbali ya kwetu tumewaajiri watu, lakini je, tunawapa stahiki zao ile unatikana? Leo hivi unaweza kufanya kazi kama sikoja, mwingine atakutisha asimpe, na wala hapa mlipa ile kwa kufanya dhulma. Hii ni haki yake. Wala yule mtu ndio adhabu kabisa. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kudusi, unaposikia hadithi kudusi manake maana ya hadithi hii ni kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kalimati zake ndani yake ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo maana hadithi kudusi. Ndio anasema fima yaqihi na rabbi, katika yale ambayo kutoka kwa Allah anasema, Mwenyezi Mungu anasema ya ibadi, enyi waja wangu, enyi wanadamu, enyi bani Adam, inni hakika mimi haramtu dhulma binafsi, nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu mwenyewe, waja'altu bainakum muharrama, lakini sikuiharamisha tu, nikaifanya kati ninyi na mchele ni kile ambacho ni haram, fala tuwalu, basi msidhulumiane ni wanadamu, msidanganyane haki zenu, watuqulna bil haqqi haqa, mpeni kila mwenye haki haki yake. Usichukue mali yako basi na idhini yako kwa dhulumu wewe, na hakika malipo ya kudhulumu ndio dhulmu adhabu kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaisemea dhulma katika maeneo mbalimbali ya Qur'an kwa vitisho vikali, lakini leo wanadamu tunaichukulia siku, tunachukulia pepesi, tunachukulia kana kwamba jambo la rahisi, ni kwamba haina madhara. La hasha, hakika dhulma ni jambo baya sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akul mtu kufanya dhulma, dhulma yake ni visa vingi
Msidhulumiane. Hakika malipo ya dhulma ni kwenye kulaumu, ni kwenye kulalamika, kwenye kujuta. Tanabu ailaka watanabu huwa yakalala kuna baada ya kufanya dhulma wal madhlumu tabi. Lakini yule aliyedhulumiwa ni mtu ambaye yuko macho, yazunnu alayka, anakuambia kwa mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa aibu wa ila tanam, na maana Mwenyezi Mungu huwa hayalali. Kwa kufanya dhulma unajifahari, jiona ni mbaya, jiona ni mwamba, unadhulumu haki za watu, unadhulumu haki za watu, lakini elewa ya kwamba yule aliyedhulumiwa huwa halali. Mambo yake ni mabaya kwa wewe, usijifahari na kile kwako umeweza. Hakika dhulma ni jambo adhimu sana, ni jambo baya, ni jambo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kila dhulma tusifanye dhulma, tuliweke mbali na dhulma, tusikurubie dhulma, tumpe kila bi haqi haqa, tumpe kila mwenye kustahiki, tumpe haki yake. Hata kama ni kidogo lakini ni cha kwake, mpe ni haki yake hiyo. Anasema yule ambaye atakafanya dhulma kwa shilingi moja, basi ile itajengwa siku ya Kiyama mpaka hadi ya saba, halafu roho ile itafungwa shingoni kwake. Sasa leo tunataka kwa rahisi afanye shilingi moja tu hii hadi kwa kuchukua hiyo. Sawa kuchukua, lakini dhulma sio haki yako hiyo. Ukitaka kuona mwenye nayo ng'ombe aliporuhusu hata masala, lakini leo kuna baadhi ya watu wanahangaika maskini yao, lakini walikuwa na haki kabisa. Leo hiyo baadhi ya watu wamesema baadhi ya watu wao kwa wamechukua Sulemani wakajibidiisha wenyewe kama baba ni sawa. Usao Uislamu tuliyepote jambo la dhulma, tusidhulumiane. Chukua kile ambacho ni cha kwako na acha kile ambacho hakikuhusu. Huyu malaika wa rahma alayhi, chukua chako, acha ambacho sio cha kwako. Hakika ya dhulma ni mahali makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hili tusiweze kabisa. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe jambo la dhulma. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe jambo la dhulma. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe jambo la dhulma. وجاء Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.